अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين पहली आयत जो मैंने तिलावत की है उसका तर्जुमा है Khalifa mtukufu Ayyadahullah Ta'ala bin Nasir Aziz anasema kwamba aya ya kwanza iliyosoma tafsiri yake ni hivi: हमें दुनिया में भी हसनात आकर miongoni mwao wako wasemao Mola wetu utupe wema duniani na wema katika akhera na utulinde na adhabu ya moto. कि अल्लाह किसी जान पर aya ya pili tafsiri yake ni hii: उसके लिए Mwenyezi Mungu haikalifishi nafsi yoyote ila yaliyo sawa na wasaa wake. जो उसने Faida ya yale iliyoyachuma ni yake na hasara ya yale iliyoyachuma ni juu yake. Mola wetu usitushike kama tukisahau au tukikosa. Mola wetu na usitubebeshe mzigo kama uliowabebesha wale waliokuwa kabla yetu. Mola wetu
और हमें बख्श usitwike और हम पर रहम tusiyoyaweza ही हमारा वली na utusamehe na utughufirie na uturehemu. Wewe ndiwe mlinzi wetu, basi utusaidie juu ya watu makafiri. दुआएं हैं जिनके बारे में मैं कुछ कहूंगा, लेकिन इससे पहले Haya ni maombi mawili ya Qur'ani tukufu. Mimi nataka kuzungumza leo kuhusu maombi haya, lakini kabla ये क्या है niseme मुस्लिम मौला yoyote kuhusu hii, आवाज पढ़ता हूँ। nataka kueleza uhakika na falsifa ya dua ni nini, na Sayyidina alayhi salatu wasalam amesema nini. Nasoma maandiko yake. Anasema Sayyidina alayhi salam, हल्ले मुश्किलात चाह mtu ambaye katika shida na dhiki anamuomba Mwenyezi Mungu na anataka matatizo yake na maafa yake yaondolewe, खाली पाता है। lakini sharti yake ni kwamba wakati wa kufanya maombi afanye maombi kwa kikamilifu. और अगर Katika hali hii anapata utulivu na faraja na faraha kutoka kwa Mwenyezi Mungu. किस्म की तसल्ली और सकीनत Lakini kama तरफ से hapati lengo lake, और हरगिज़ hata katika hali hii pia anapata utulivu na faraja kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ईमानी कुव्वत उसकी तरक्की पकड़ती na yeye hakosi malengo yake aliyolenga katika maombi yake. है। दुआ के साथ Na katika hali hii imani yake inaimarika zaidi na anazidi katika yakini. Lakini yule mtu ambaye pamoja na Mwenyezi Mungu hamwelekei Mwenyezi Mungu, yeye anakuwa kipofu daima तौर पर है, na anakufa katika hali hii. नजर खताकार की वजह से, यानी Nimetoa majibu ya wale wajinga पर देखने की वजह से ambao kwa sababu ya makosa yao na kwa sababu ya fikira mbaya yao के बावजूद इसके wanaleta shutuma hii kwamba wapo watu wengi ambao pamoja na hii kwamba की हालत भी ये होती है। kwa sababu ya kauli yao na kwa sababu ya hali yao wanafanya maombi sana. उसमें फना होती Yani wao wanafanya maombi na wanaendelea kusema hivi kwamba wanafanya maombi, है और ना lakini katika hali hii pia hawafanikiwi katika malengo yao na katika kusudio lao, na wanakufa bila kupata mafanikio ना दुआ का na hawapati malengo katika maisha yao. Lakini dhidi ya kuna mtu mwingine ambaye hafanyi maombi wala hakubali maombi wala hamwamini Mwenyezi Mungu, lakini yeye anapata ushindi juu ya hawa wengine na anapata malengo ya maisha yake na anapata mafanikio makubwa katika maisha yake. और तसल्ली और हकीकत Kama nilivyosema sasa hivi kwamba lengo hasa la maombi ni kupata utulivu na furaha na faraja kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa kidhahiri कि ये anaona kwamba mtu ambaye alifanya dua kwa ajili ya lengo fulani hakupata lilo lengo katika maisha yake, lakini Sayyidina Alayhi Salam anasema kwamba yule anayefanya maombi kwa kweli kweli, दुआ करता है वो सिर्फ जाहिरी चीज sharti ni kwamba afanye maombi kwa मुमनाना फरासत है kweli kweli, अल्लाह के ताल्लुक को जान basi yule mtu haoni kitu cha kidhahiri. बल्कि Mwaminio ambaye anajua uhusiano wake na uhusiano wa Mwenyezi Mungu, yeye hajui kwamba hajali kwamba aliloliomba amepata au la, bali anapata utulivu hasa na furaha hasa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. मुयस्सर आ सकती है। Na amesema Sayyidina Alayhi Salam kwamba hii si sahihi, kwamba furaha yetu खुदा जानता है ni katika lile jambo ambalo tuliloliomba, bali Mwenyezi Mungu anajua kwamba furaha yetu ya kweli ni katika jambo gani. दुआ कामिल हो, सही हो, हकीकी रंग में हो, Yeye baada ya kufanya maombi anatupatia ule utulivu na जो समझता है ile furaha. Yani ikiwa dua inafanywa sawa na masharti na sawa na maagizo ya Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu anajua kwamba utulivu hasa ni katika kitu gani. Basi ule utulivu Mwenyezi Mungu anampatia yule anayefanya maombi. नामुराद रह सके। Amesema kwamba yule ambaye anafanya dua kwa roho safi, सिर्फ दौलत yeye hawezi kushindwa katika maombi, और ना सिर्फ bali yeye बल्कि खुदा ताला के हाथ में है। ile faraja haiwezi kupatikana kwa sababu ya mali, si kwa sababu ya utawala, si kwa sababu ya afya, bali faraja hasa ni katika mikono ya Mwenyezi Mungu, na anaweza kupatia kwa njia yoyote. ऐन मुसीबत Na hali hii inaweza kupata mtu kwa maombi mkamilifu. बस ये दुआ Na katika shida na faraja mtu anapata utulivu na raha ambayo mfalme hawezi kupata.
हकीकी मुराद याबी है जो आखिर दुआ करने वालों को मिलती है। hii ndiyo ni kupata mafanikio na इज्जत मिलती है malengo katika maombi, na anapata yule ambaye anafanya maombi, फरमाया na utulivu anaopata yule anayefanya maombi, बस yeye anaweza kupata hali hii hata katika dhiki, na hata mfalme hawezi kupata ile faraja katika raha. Hii ndiyo ni uhakika wa maombi, और एक na kama nilivyosema kwamba hii ni uhakika na falsifa ya maombi na ni roho ya maombi, इसे हर वक्त सामने रखना चाहिए। na mwaminio mkweli anatakiwa awe na fikira hii, दुआ की कबूलियत के लिए na tunatakiwa tuzingatie हाल तक पहुंचाना maombi ya aina hii और kama हाल तक पहुंचकर aliyosema Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba kwa ajili ya kupata kupokelewa kwa maombi mtu anatakiwa afanye maombi kweli kweli, सार दायरा होना na kwa kufika hali hii चाहिए। या फिर labda maombi yake yatapokelewa na Mwenyezi Mungu na athari yake itaonekana kwamba maombi yake yamepokelewa, दुआ मांग रहा au Mwenyezi Mungu atatuliza moyo wake na Mwenyezi Mungu ataondoa है या wasiwasi yake na shida yake itaondolewa na Mwenyezi Mungu, वो जाहिर हो। na anakuwa na raha ya aina fulani. ये सोच है जो कि Yeye होती anafanya maombi kwamba yoyote ni heri na ni raha kwa ajili yangu, Mwenyezi Mungu atanipatia. Hii ndiyo ni fikira ya mwaminio mkweli. Mwenyezi Mungu atujalie sisi sote tuwe na sifa hii, इसलिए इसके हसूल के लिए भी दुआ करनी चाहिए। na uwezo huu pia unapatikana kwa fadhili za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kwa ajili ya kupata hali hii na uwezo huu tunatakiwa tufanye maombi. दुआओं की तरफ तवज्जो दिलानी चाहता हूँ। जैसा कि मैंने कहा, Sasa hivi ये दुआएं इन आयात में हम पढ़ते हैं। nitakumbusha kuhusu maombi mawili ya Qur'ani tukufu kama niliyosema, na maombi haya yanapatikana katika aya hizi nilizosoma, na tunasoma maombi haya mara kwa mara. Dua ya kwanza ni rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar, e Mola wetu utupe wema duniani na wema na katika akhira. और सहाबा को भी इस तरह तवज्जो दिलाई और सहाबा भी खास तवज्जो Dua hii करते थे। Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya sana, na alikuwa akiwahimiza maswahaba zake pia kwamba wao pia wasome, na maswahaba walikuwa wakisoma खास तौर पर wakifanya dua hii. Sayyidina alayhi salatu wasalam pia wakati fulani aliwaambia wanajumuiya kwamba katika raka ya mwisho ya kila swala baada ya rukuu wanatakiwa wafanye dua hii. इस दुआ की तरफ तवज्जो दिलाई और खुतने Halifa wa pili radhiyallahu ta'ala anhu pia kwa haswa alitukumbusha kuhusu dua hii, और इसकी तफसील na katika hutuba zake fulani बस इस दुआ aliwapatia बहुत अहमियत nasaha wanajumuiya kwamba wafanye dua hii, na alieleza maelezo yake pia. वक्त के लिए ये दुआ है। Basi dua hii ni muhimu sana. इस तौर पर जब दुनिया में हर तरफ इतना और Dua hii ni kwa ajili ya kila wakati na kila zama, lakini siku hizi hasusan wakati duniani fitina na ufisadi umeenea sana, dua hii inatakiwa sisi tufanye sana hasana. Maana yake ni wema, mema na faida, निकलता हो और na faida ambayo haina hasara wala ovu, na matokeo yake yanapatikana mazuri na yanakuwa sawa na ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Hii ndiyo ni maana ya hasana. कि इस Wanajumuiya na hususan katika nchi mbalimbali ya Waislamu कि खुदा ताला की kuna hali ya aina hii kwamba wanajumuiya wanatakiwa wafanye dua hii sana. Wapinzani wa jumuiya wanataka kwamba wanajumuiya wanyimwe katika kila neema za Mwenyezi Mungu na wanyimwe haki ya kuishi duniani. Katika hali hii dua hii, yani हसना से हमें Mwenyezi Mungu utupatie, utulinde katika के madhara ya hawa maadui ambao wanataka sisi tusipate neema zako. दुनिया के अमाल Sisi kwa sababu ya fadhila zake tuweze kupata wema na faida की हसना से ya dunia na akhira. वाले हों। Vitendo vyetu vya dunia pia kwa sababu ya ridhaa yako वो तेरी रज़ा viweze kutupatia ridhaa ya akhira pia.
दुश्मन हमारे कारोबार na kila kitendo tunachofanya katika dunia hii kiwe kwa ajili ya kupata ridhaa yako. हसना से नवाज Maadui कि दुश्मन के तमाम wanataka kutupatia hasara katika biashara yetu, हमें wewe utupatie wema katika hali hii, kwamba hila zote za maadui ziangamizwe. बचाना चाहता है तो हमें Wao wanataka kutugeuza katika imani yetu, कि पहले से बढ़कर और basi wewe फिर तैयब और हलाल रिज़्क़ utupatie wema katika hali hii, kwamba sisi हमारे हमसाये ऐसे हों जो हमें tupate riziki halali zaidi kuliko zamani. हमारे मोहल्लादार ऐसे हों Majirani yetu wawe wa aina hii ambao wasiweze kutudhuru. हमारे शहरों को Wenzetu wa mtaa wawe wa aina hii kwamba wasiweze kutudhuru. हमारे खिलाफ Miji yetu iwe wema kwa ajili yetu, na nchi yetu tufanye iwe wema kwa ajili yetu. Wale wanafanya hila dhidi yetu na wanafanya shari dhidi yetu, shari iwe juu yao. Uwafanye viongozi wetu wa aina hii kwamba wawe wenye huruma na wenye rehema, waweze kufuata uchamungu na waweze kufanya uadilifu जिन्होंने katika nchi mbalimbali za Waislamu. Siku hizi tunaona kwamba ni viongozi ambao मातहतों के हक अदा करने वाले wamekuwa kama ni adhabu kwa ajili ya wananchi. और फिर मौजूदा हाकिम तेरे नजदीक इस्लाह के काबिल नहीं, Viongozi utupatie viongozi ambao wanatimiza haki ya raia yake, ताकि उनके जरिए से na wale ambao viongozi si दुनिया के फवायद मिलने हैं ambao hawana sifa hizi, basi utupatie viongozi ambao wana sifa hizi, हासिल करने वाला ili faida ya dunia tutakayopata iwe wema kwa ajili yetu, na kila faida iwe kwa ajili ya kupata ridhaa yako. काम आने वाले हैं। Kisha ikiwa tunapata marafiki, tuwe na marafiki ambao ni wema na ambao wanatupenda na wanatusaidia katika dhiki na shida, na watufanyie ihsani ikiwa sisi tunawafanyia ihsani na wema. बेशक एक तबका Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu pia ameeleza waziwazi kuhusu hii. नहीं कोशिश करता है। Katika nchi ya Pakistan ऐसा भी है watu kadhaa kwa kuwafuata mashehe wanataka kuwadhuru wanajumuiya, lakini kuna sehemu kubwa ya watu ambao मुल्कों में wanatimiza haki ya urafiki, na hatuwezi kumuita kila mwenye Pakistan ni mbaya au kila mwananchi wa Pakistan ni mbaya, au katika kila mpinzani hatuwezi kumuita kwamba yeye ni mtu mbaya. का दोस्ती का हक निभाने वाले हैं, हमदर्द हैं, खैर खा हैं, मुश्किल और मुसीबत Wapo watu ambao wanatimiza haki ya urafiki na wao wenye huruma लेकिन ने मुझे खत्म na wanasaidia katika shida. Hivi karibuni कि अगवा करने mwanajumuiya mmoja aliniandikia barua aliyetekwa nyara katika nchi ya Pakistan. मुमकिन नहीं था। Alisema wao walioteka nyara waliomba hela kubwa sana kwa ajili ya kumwacha huru, और na ilikuwa si rahisi kupanga hela kiasi hiki, na ndugu zake waliendelea kukusanya hela kiasi नहीं हो रहा था और जरूरत उनमें kiasi ile, उन तक नहीं पहुंच सकता। lakini अच्छा एक रकम kiasi walichoomba ndugu hawakuweza kukusanya. और जमानत भी Kwa hiyo wao walioteka nyara wakasema utupatie hela kiasi unacho na iliyobaki utupatie dhamana, lakini hatutaki kukubali dhamana ya mwanajumuiya. Kwa hiyo rafiki yake mmoja asiyekuwa mwanajumuiya alitoa dhamana, दो पर लगा लिया। na kwa sababu yake yeye alipata uhuru. ने अब जो रकम लेनी है Huyu asiyekuwa mwanajumuiya rafiki yake yeye pia तो ऐसे भी हैं लोग aliweka maisha yake katika hatari, खातिर na kwa sababu sasa watamuomba yeye atoe hela aliyotoa dhamana. Kwa huzuri anasema watu wa aina hii pia wapo ambao wanajitolea kwa ajili ya wanajumuiya, नेकी करने वाले लोग दोस्ती का हक निभाने pamoja na hii kwamba wao wanaishi katika mazingira yale ambayo yanapatikana siku hizi. Watu wanafanya wema wanapatikana, watu ambao wanatimiza urafiki wanapatikana. Dhidi ya mashehe na wagaidi देख रहा था मिशन hawa pia ambao watu wana hii pia ni hasana, ni wema ambao wanapatikana. स्टेशन Vile vile nilikuwa naangalia taarifa ya Babashiri, na katika Mali radio station moja imeanzishwa, जो है na kwa sababu ya radio station hii mahubiri yamepanuka sana, na kwa kusikia mahubiri haya mashehe
और उन्हें ambao wanapata msaada kutoka katika nchi za Arabuni भी नुकसान पहुंचाने की, ili waweze kuzuia mahubiri ya jumuiya तो ऐसे मौलवियों ने हमारे na waweze kuwapatia hasara wanajumuiya. फोन भी करते Na mashekhi wa aina hii वो कर देंगे, waliwatishia wabashiri wetu प्रोपेगेंडा भी करते हैं na wanaendelea kuwapigia simu wabashiri wetu kwamba wao watafanya hivi na hivi, na wao wanafanya propaganda pia dhidi yetu kwamba watu wasisikilize hutuba zetu, ऐसी सूरत na wao wanasema kwamba wanajumuiya ni makafiri. की मुखालफत Na बहुत ज्यादा बड़ी हुई। kule hali ya aina hii ilipatikana, अच्छे upinzani ulizidi sana. असर रसूख Katika hali hii ya kuona upinzani, watu ambao ni हमारे मुबल्लिग को wazuri kule wasikuwa na jumuiya, और अपना काम wao walipopata taarifa hii, wao walipeleka ujumbe kwamba mbashiri wetu kwamba msijali, mndeleeni kufanya kazi yenu. घुमाता रहता Islamu mnayoeneza hii ndiyo ni Islamu hasa, na hakuna anayeweza kuwazuieni. तो अहमियत के फैलाने Na watu wa aina hii Mwenyezi Mungu anatupatia kila mahali, hata kama wao si wanajumuiya, lakini wao wanatusaidia katika kusambaza ujumbe wa jumuiya. जाएं, उतना ही है। Na hii pia ni hasana, kama niliyosema, अल्लाह ताला से hasana tunaweza kupanua kiasi tunachotaka उसके जितने फजल और बेहतर अंजाम वाली चीजें मांगते जाएं, kwa ajili ya kupata सब हसना में wema katika dunia hii, na tukiendelea kuomba fadhili za Mwenyezi Mungu kwa ajili ya dunia hii, na tukiendelea kupata wema katika dunia hii, yote ni hasana जिंदगी है। katika maisha. Ikiwa ni mke mzuri au ni mume mzuri, ni watoto wazuri, ikiwa mtu anasalimika katika maradhi mbalimbali, वही ila hali kila kitu ambacho मोमिन का मंशा और ख्वाहिश sawa na Mwenyezi Mungu ni kizuri kwa ajili yetu, ni hasana na ni wema ya dunia hii, हर लिहाज से na ni lengo la kila mwaminio kwamba kila kitu और बातनी लिहाज से Mwenyezi Mungu atakachokipatia kiwe kizuri kwa ajili yake, kiwe kizuri kwa kidhahiri na kwa kibatini pia, kwa sababu ni Mwenyezi Mungu ambaye anajua elimu ya ghaibu na ya dhahiri, na kwa hiyo ni yeye anayeweza kuamua kwamba kwa kidhahiri na kwa kibatini kitu gani ni kizuri. Sisi tunaweza kukosea wakati wa kuchagua kitu chochote, lakini Mwenyezi Mungu hawezi kukosea. लेकिन वही नुकसान पहुंचाने वाला बन जाता है। Kwa kidhahiri tunaweza kusema kwamba mtu fulani ni rafiki mzuri, lakini yeye anatupatia madhara na anatupatia hasara, घरों में शरीक बनाया, लेकिन वही उनको नुकसान na maombi kadhaa yanapatikana, na watu walitegemea marafiki zao na waliwashirikisha katika biashara, lakini wao waliwapatia hasara katika biashara. अलावा Sisi tunateua kiongozi, lakini yeye anatupatia hasara na madhara. बाज बातें Zaidi ya shida za jumuiya katika maisha ya kila siku, pia tunaona kwamba watu kadhaa wanafanya mambo na wanasema बना आते ना फिर दुनिया हसनत की दुआ mambo ambayo yanakuwa कबूल फरमा ले। shida, yanakuwa hasara kwa ajili yetu. Katika hali hii dua hii, rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana, ikiwa Mwenyezi Mungu anakubali dua hii, अल्लाह ताला basi katika hali hii mtu anaweza kusalimika katika shida ya jumuiya na katika shida ya dunia, करने वाले बन सकते na sima kwamba anasalimika tu, bali anapata neema na baraka za Mwenyezi Mungu pia kwa sababu ya dua hii, na anaweza kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu pia. Kisha amesema wa fil akhirati hasana, जाहिर हो बातें utupatie wema katika akhira, utupatie kila kitu ambacho ni wema kwa ajili yetu, na kule pia utupatie kitu ambacho ni kizuri kwa kidhahiri na kwa kibatini. Hadhrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu kwa katika maelezo yake amesema kwamba watu wanaona kwamba katika akhira mtu atapata khairi tu kwa sababu anafanya maombi, na katika akhira basi sasa atapata wema tu. सब चीजें अच्छी Kule kwa wema ya kidhahiri na kwa kibatini maana yake ni nini? Anasema Hadhrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu kwamba katika akhira kila kitu ni kizuri, lakini katika akhira pia vitu vingine ni ya aina hii, kwamba kwa kibatini ni kizuri lakini kwa kidhahiri ni mbaya. Kwa mfano ni jahannamu, लिहाज से वो बुरी sawa na Qur'an tukufu na
patikana kwamba jahanamu ni kwa ajili ya kurekebisha mwanadamu kwa kidhahiri ni kitu kibaya, lakini करो कि इलाही हमारी kuhusu akhira Mwenyezi Mungu alipotumia neno la hasana wema, mradi wake ni kwamba mfanye maombi kwamba tusirekebishwe kwa kupitia jahanamu, bali turekebishwe kwa fadhila zako, na usitupatie kitu katika akhira ambacho ni kizuri kwa kibatini. Kwa mfano kama jahanamu ni kizuri kwa kibatini, kwa sababu ya hii mtu anapata ukaribu na Mwenyezi Mungu, lakini kwa kidhahiri ni mbaya kwa sababu ni adhabu ya Mwenyezi Mungu. Katika akhira wema ni pepo tu, dhahiri yake ni nzuri na kibatini batini yake pia ni nzuri. Hapa inatakiwa ikumbukwe hii pia, हर चीज जिसका जाहिर भी अच्छा है और wema ya dunia hii inatupatia wema ya akhira. Ikiwa katika dunia hii kila kitu, ikiwa dhahiri yake ni wema na batini yake pia ni wema, जिसका जाहिर भी अच्छा हो, na inatupatia ridhaa ya Mwenyezi Mungu katika dunia, रसूलुल्लाह basi katika akhira pia wema ya aina hii itapatikana kwamba dhahiri yake na batini yake itakuwa nzuri. दो चीजों का Hadha Masih Maud alayhi salatu wassalam anasema kuhusu hii जिंदगी kwamba mwanadamu kwa ajili ya faraja yake anataka vitu viwili, पेश आते हैं, maisha ya dunia से अमन में रहे, na दूसरे yoyote रूहानी inayopatikana katika dunia hii, maafa na shida, ikiwa anasalimika katika dunia hii basi anataka kitu hiki, na ya pili ni maradhi ya kiroho ambayo inampeleka mbali katika Mwenyezi Mungu, na anataka okolewe katika maradhi ya kiroho na asalimike katika fedheha जिंदगी बेजार हो जाती ya kila aina. है। फरमाया इसी तरह जब इंसान Khuliqa al-insanu dhaifa, ikiwa mtu ana maumivu katika kucha yake basi anakosa raha. से भरी हुई है, Maisha ya mtu हाइम की तरह yanapoharibika, kwa mfano ni malaya, maisha yao ni yani dhambi, na wao wanaishi maisha ya wanyama खुदा हर एक पहलू से ख्वाब दुनिया का हो, na hawajali kuhusu Mwenyezi Mungu na kuhusu akhira. Wema ya dunia ni hii kwamba सना में जो आखिरत का पहलू है वो भी Mwenyezi Mungu amsalimishe mtu katika balaa ya dunia na ya akhira, ना इंसान को मिल जावे। na fil akhirati hasana ni matunda ya wema ya dunia hii. ये गलत है जो लोग कहते Ikiwa mtu anapata wema ya dunia hii, हैं आखिरत की भलाई basi ni matokeo yake ni kwamba atapata wema ya akhira. वगैरह Wenye makosa ni wale watu wanaosema kwamba haina haja ya kuomba wema ya dunia hii. के जरिए से वो आखिरत के लिए कुछ कर सकता Afya है और इसलिए ही ni kitu ambacho kwa sababu ya hii mtu anapata raha, यानी na kwa sababu ya hii anaweza kufanya vitendo kwa ajili ya akhira. वही वहां जाके काट Ndiyo maana maisha ya dunia इज्जत ni mimea kwa ajili ya akhira. Yoyote tutakayopanda अमाले सालिया katika dunia hii tutavuna katika akhira. Ikiwa duniani mtu anapewa afya na watoto wazuri na anafanya vitendo vizuri, basi inakuwa dalili kwamba akhira yake pia itakuwa mzuri. Kisha Mwenyezi Mungu anasema wakina azaban nar, yani mfanye dua hii, तरफ ही तवज्जो नहीं utusalimishe, utuokoe katika adhabu ya moto. जो Hapa Mwenyezi Mungu hakukumbusha kuhusu moto wa jahanamu tu, आग का अजाब होता है, बस bali Mwenyezi Mungu amesema mfanye dua kwamba Mwenyezi Mungu atuokoe katika adhabu ya dunia hii, moto wa dunia hii. दुनिया के Katika dunia hii Mwenyezi Mungu ametufundisha dua ya kujisalimisha katika moto wa dunia na moto wa akhera. ताला चाहे Moto wa dunia ni ya aina mbalimbali, ni maafa ya aina mbalimbali. इस दुनिया में Ikiwa Mwenyezi Mungu akitaka, एक मिसाल inaweza kuwa wema badala ya kuwa adhabu. वो भी है, कोई पता नहीं Moto wa dunia hii mfano wake ni hali inayopatikana katika nchi mbalimbali. और कोई गोला फटा Haijulikani kwamba mtu akikaa nyumbani au mtu akitembea sokoni, yeye atapigwa na risasi कई जाने इसी तरह जाया हो जाए na atajeruhiwa au atakufa kwa sababu ya ile risasi, तो आज जब मांगे इंसान na watu wengi wanakufa kwa sababu ya hii. बातें हो रही हों, अमल हो रहे हों, इस तरह की Kwa hiyo mtu anapoomba adhabu ya kuokoka katika moto, na ikiwa vitendo vya aina hii vinafanywa
katika sehemu yoyote, basi Mwenyezi Mungu anamsalimisha katika hali ile. उन्होंने पैदा किए हुए हैं उनसे बचने के लिए भी दुआ है। Shari गुज़श्ता दिनों हमारे एक za siku hizi ambazo imeletwa kwa sababu ya wagaidi, Mwenyezi Mungu dua hii ametufundisha kwa ajili ya kusalimika katika shari hii. Hivi karibuni mwanajumuiya mmoja katika Karachi, umri wake ulikuwa miaka 45, alikuja, alitoka nje kwa ajili ya kununua bidhaa. Baada ya dakika 2-3 bomu lilipuka, na hivi karibuni watu takriban 50 walikufa, na yeye pia alifariki kwa sababu ya ile bomu. इनके Kwa hiyo siku hizi अल्लाह ताला से बहुत दुआ sehemu mbalimbali magaidi wamewasha moto kwa ajili ya kusalimisha katika moto wao. Kuna haja ya kufanya dua hii sana. उससे इंसान मांगे Ni katika elimu ya Mwenyezi Mungu wapi na lini itatokea nini. बाहर निकल Kwa hivyo mtu anatakiwa amuombe Mwenyezi Mungu सना का बायस बन जाए। kwamba kukaa nyumbani kwangu na kutoka kwangu nje katika nyumbani kwa fadhili zako iwe hasana na wema kwa ajili yangu, na uniokoe katika adhabu ya moto, फरमाते हैं na vile vile uniokoe katika adhabu ya akhira. जिसके सारे राह बंद हों Nasoma maandiko mengine ya Sinam alayhi salam, anasema kwamba उसी anafanya dua yule ambaye anaona njia zake zote zimefungwa na haoni njia ingine isipokuwa njia ya Mwenyezi Mungu. Ni yeye ambaye anafanya dua haswa. फरमा रहे हैं Hivi karibuni katika hutuba yangu nilieleza tafsiri yake kwa kupitia maandiko ya Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo Sayyidina al-Islam anasema kwamba anafanya maombi, anataka maombi yule ambaye anaona njia zake zote zimefungwa na anaona njia moja tu ya Mwenyezi Mungu, basi yeye anafanya maombi kwa moyo, Rabbana atina fid dunya. कि रब के सामने Kufanya dua hii ni kazi ya wale watu ambao wanamfanya Mungu wao kuwa Mungu wao, नहीं जो क़यामत को होगी na miungu mingine yote inakuwa haina maana yoyote kwa ajili yao. कि हजारों तरह की आग है। तजर्बाकार जानते हैं Moto si ule ambao unapatikana akhera, bali yule ambaye anaishi kwa muda mrefu katika dunia hii, yeye pia anaona kwamba kuna moto wa aina mbalimbali katika dunia hii. Wenye uzoefu wanajua kwamba kuna moto wa aina mbalimbali katika dunia hii, kwa mfano adhabu na maafa na njaa na kushindwa katika mambo mbalimbali na fedheha na maafa ya aina mbalimbali na shida za watoto na mambo ya jamaa. Haya mambo yote ni moto. Mwaminio anafanya maombi kwamba Mwenyezi Mungu unisalimishe katika moto wa kila aina. Ikiwa nimekuja kwako, basi uniokoe na unisalimishe katika maafa haya ambayo yanakuwa kama ni moto katika dunia hii, जिसकी हमें बहुत जरूरत है, इसकी बड़ी अहमियत है। dua ingine बकरा की आखिरी आयत है ambayo tunatakiwa tufanyie sana na tunataka tufanyie dua hii sana ni aya mwisho ya sura al-Baqara niliyoyasoma mbele yenu. ला तो आखिरना Katika dua hii Mwenyezi Mungu ametukumbusha कि हमारे रब kwamba mfanye dua hii, Rabbana la tuakhizna in nasina au akhtana, से दर्द yani e Mola wetu usitushike kama tukisahau au tukikosa. कि कोई काम करना जरूरी है लेकिन ना किया जाए। Tukisahau maana yake ni kwamba नहीं ikiwa kuna kazi inatakiwa lazima ifanywe na mtu hafanyi ile kazi, labda उसको ना किया और वक्त पर ना hakuacha ile kazi kwa kulenga, au labda tulikuwa hatujui kwamba ikiwa hatufanyi ile kazi kwa wakati wake किया दूसरा काम है। umuhimu wake ni nini, दुआ मांगी है कि हमें na tunaona kwamba ikiwa hatukufanya ile kazi haileti madhara yoyote. Kwa hiyo लेकिन dua imefanywa kwa Mwenyezi Mungu kwamba utusaidie tusisahau na tusikosee. कौन सा नहीं Lakini inatokea hivi pia kwamba kuna kazi muhimu sana na mwanadamu hajui kwamba kazi gani ni muhimu, खुदा ताला से ताल्लुक na ikiwa hafanyi ile kazi है। अल्लाह तू tunaweza kupata गलतियां करने से बचा, shida katika maisha yetu ya kiroho na katika uhusiano wetu wa Mwenyezi Mungu. ना कर। Basi ye Mola utusalimishe tusifanye makosa ya aina hii. Ikiwa tumefanya makosa ya aina hii, basi utughofirie पकड़ने ना ले।
na vile vile हमारा मुआवजा ikiwa kazi inafanywa kinyume na asili yake और माफ फरमाते हुए usitukamate kwa sababu ya अपनी नाराजगी ile kitendo chetu लेकिन अगर bali utusamehe dhambi zetu na utusalimishe katika ghadhabu yako. Lakini ikiwa tunafanya kazi mbaya kwa kulenga हम कोशिश न करें na kwa दुआ भी मांगते रहें kwa kusudio na बल्कि अल्लाह ताला kufanya lile kazi na hatujaribu kujirekebisha, दुआएं basi katika hali hii hatuwezi kufanya dua hii, bali inakuwa mzaha katika dua hii na Mwenyezi Mungu. इसलिए Maombi yanakuwa kwa ajili ya kuleta matokeo mazuri, si kwa ajili ya kumjaribu Mwenyezi Mungu. मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया Kwa hiyo ikiwa उसको कमाल तक पहुंचाओ tunafanya maombi vitendo vizuri, maombi pia yatakubaliwa तहमील मलता हुआ na yale maombi yatakuwa maombi hasa yatakayopokelewa. Kisha anasema Mwenyezi Mungu, rabbana wala tahmil alaina isra kama hamaltahu alladhina min qablina, e Mola wetu usitubebeshe कुरान करीम के अहकाम mzigo kama uliowabebesha wale waliokuwa kabla yetu. उसमें ये नहीं कहा Hapa tunatakiwa tukumbuke jambo hili kwamba खुदा का amri iliyotolewa kuhusu kusali swala na kusoma Qur'an tukufu, katika hii Mwenyezi Mungu akusema kwamba hii ni mzigo juu yetu, अपने bali Mwenyezi Mungu amewahi kusema la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mwenyezi Mungu बोझ न डालने की ये मानी है कि बाज anatoa amri sawa na wasaa ya mwanadamu. दी गई वो सजाएं हम पर नाज़िल Mzigo hapa maana yake ni kwamba kwa sababu ya जो पहले लोगों से makosa kadhaa watu wa zamani waliadhibiwa, na tusifanye yale makosa waliofanya watu wa zamani, na kwa sababu ya yale makosa waliangamiza na waliadhibiwa. तो ये तो नहीं हो सकता Ikiwa tunaendelea kufanya yale makosa na kisa tusitegemee tusipate adhabu, hii haiwezi kutokea. ये दुआ और साथ Hii ni kinyume na kanuni ya Mwenyezi Mungu. इंसान को सजा से बचाती है Basi dua hii na pamoja na hii mtu ajitahidi kuepusha katika vitendo vibaya, ni jambo ambalo linaweza kumsalimisha katika adhabu ya Mwenyezi Mungu. हुक्मरानों से बचा Watu wa zamani waliteuliwa na watu ambao walikuwa wabaya na walikuwa hawajali kuhusu wao. E Mola, utuokoe katika watu ambao wanaweza kuwa adhabu kwa ajili yetu. Ikiwa watu wabaya तो इस इम्तिहान wanatutawala kwa sababu ya makosa yetu, basi katika hali hii tunatakiwa tufanye maombi zaidi. Lakini kama hii ni mtihani, basi utufaulu katika mtihani hii. Kisha amefundisha dua hii, rabbana बाज दफा wala tuhammilna ma la taqata lana bihi. या पढ़ रहा किसी न किसी तरीके से Baadhi wakati mtu anaathirika kwa sababu ya adhabu ya mtu mwingine, दुआ सिखाई कि अल्लाह ताला kwa दूसरों के njia yoyote yeye anapata athari yake. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ametufundisha dua ya kuokoka katika hali hii, जंग में kwamba Mwenyezi Mungu atusalimishe katika athari ya adhabu ya watu wengine वो भी मारे katika vita na katika mashambulio ya ugaidi. Watu wengine ambao hawakulengwa wao pia wanauawa. मर जाते हैं Kama sasa hivi nimesema kwamba wale watu wa Pakistan walitaka kuwaua watu wengine, lakini mtu mwingine pia alifariki, na watoto wasikuwa na makosa wao pia wanakufa. Hadha Muslimaud amesema kwamba maalata hakadhanana shati hii ni kwa sababu ya hii kwamba hapa hakuna swali la kukasirika kwa Mwenyezi Mungu, bali ni balaa na imtihani ya dunia hii imetajwa. हमें तेरी किसी को बर्दाश्त करने की Mtu hawezi kustawi na kusimama dhidi ya का जिक्र आया ghadhabu ya Mwenyezi Mungu, दुआ सिखाई na hii ni dua kwamba sisi hatuna uwezo. Ikiwa unatukasirikia कि हमेशा maafa ya dunia alipotajwa hapa, Mwenyezi Mungu amenifundisha dua hii kwamba mimi silalamiki kwa sababu फरमाया कि ya imtihani ndogo. Mimi sisemi kwamba kila wakati niwe na faraja na raha, जो तेरी kwa sababu kuhusu बने और kumjaribu Mwenyezi Mungu kumjaribu mwanadamu, Mwenyezi Mungu amesema kwamba nitamjaribu, तेरी नाराजगी का lakini नहीं है mambo ambayo में आते रहते हैं yanasababisha उनके बारे में मेरी ये दुआ है kutukasirikia ऐसा ना हो wewe इब्तिला na मेरी ताकत से
बाला adhabu ambayo inaendelea kuja duniani. नहीं करता है, लेकिन क्योंकि जैसा कि Mimi nakuomba kwamba nisipate ile balaa na maafa zaidi ya uwezo wangu. इसलिए आजमाइश Mwaminio hana hamu ya kupata maafa na mabalaa katika dunia hii, lakini Mwenyezi Mungu aliposema kwamba mimi namjaribu mja wangu, basi Mwenyezi Mungu ametufundisha kwamba katika hali hii mwanadamu anatakiwa afanye dua gani. Kisha amesema kwamba mfanye dua hii, waafu anna, utusamee na unisalimishe katika matokeo mabaya, na waghfir lana, na vitendo vibaya nilivyovifanya basi unisalimishe katika athari yake, na usitiri aibu zangu na vitendo vibaya nilivyovifanya katika maisha, और जो चीज किसी इंसान na vive kiasi kana kwamba sikufanya vitendo vibaya katika maisha yangu. Afu maana yake ni rehema pia, वाफो अन्ना में ये फरमाया na kitu ambacho mwanadamu hawezi kufanya से मेरे अमल से ikiwa Mwenyezi Mungu anamjalia nafasi ya kufanya kile tendo. अपने रहम और फजल से मुहैया फरमा दे। वरहमना यानी जो भी Dua hii imefundishwa kwamba ikiwa मेरी तरक्की के रास्ते में रोक है, kuna kitu kilichobaki nisichokiweza kufanya, unipatie उन गलतियों nafasi ya kufanya kile kitu au kile kitendo. याद के रास्ते Warhamna, makosa yoyote niliyofanya na yanaweza kuleta athari katika maendeleo ya jumuiya, basi unirehemu kwa sababu ya yale makosa, का है, na उन्हें हमारी uondoe vizuizi vyote vinavyopatikana katika maendeleo ya jumuiya. Anta maulana, wewe ni mola wetu. उसके दावा के हम जमात, Watu watanasibisha makosa yetu kwako. तो उसका Katika duniani kuna jumuiya moja tu ambayo inadai kwamba ni jumuiya ya Mwenyezi Mungu. Mtu yeyote akifanya kitendo kibaya, लोगों ने ये कहना है athari yake inapatikana katika jumuiya pia. इलाही जमात कहलाती है। दावा Mola, watu watanasibisha makosa yetu kwako, और kwamba hii inaitwa kwamba ni jumuiya ya Mwenyezi Mungu, वाला तू हमारा आका na jumuiya hii pia inapata maafa kama watu wengine na wanaadhibiwa kama watu wengine. Mola, wewe ni mola wetu, sisi ni watumishi wako, uturehemu, इनके दावे हैं na वरना खुदा ताला से इनका कोई ताल्लुक नहीं। makosa yetu yatanasibishwa kwako. Watu wataona kwamba hawa watu wanadai tu, wengine hawana uhusiano wote na Mwenyezi Mungu, और लोग हदायत से महरूम हो जाएंगे, na kazi ya mahubiri भीख मांगते हैं। na malezi tunayofanya, vizuizi vitapatikana na watu watakosa mwongozo. Basi tunaomba rehema yako na tunakiri makosa yetu na dhambi zetu, अपनी खास नजर हम पर डाल, na tunaomba ghufira yako na msamaha wako. fansurna ala alqawmi alkafirin, uturehemu से काम कर रहे हैं, na utupatie ushindi juu ya makafiri. उन पर तू हमें गालिब कर। Na watu ambao wanafanya kazi ya aina hii ambayo inaleta kizuizi katika maendeleo ya jumuiya, maendeleo ya Islam, basi utupatie ushindi juu yao, खुदा को नहीं मान रहे वही ili tuweze kusambaza ujumbe wako na mahubiri yako duniani. मुसलमानों में Siku hii si wale tu ambao si Waislamu wanaleta shutuma dhidi ya Waislamu, bali miongoni mwa Waislamu pia kuna kundi la watu ambalo linaleta kizuizi katika maendeleo ya Islam, bali katika miongoni mwa Waislamu wapo wengi ambao wanafedhehesha dini tukufu ya Islam, na katika इस्लाम dunia ya wasiko Waislamu wanaleta vizuizi mbalimbali. जो शिद्दत पसंदी वाला इस्लाम ये लोग पेश कर रहे हैं, Kuna makundi kwa jina la Islam yameundwa, हमारी तबलीग पर भी होता yametengenezwa na wanaeleza Islam ya ugaidi duniani. है। अल्लाह ताला से Athari yake inapatikana juu ya mahubiri yetu pia. फिर दुआओं में Basi हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की दुआ, tunatakiwa tufanye maombi sana kwa Mola wetu kuhusu hii. मंसूर Kisha katika maombi kuna dua ya Sinama alayhi salatu wassalam, ambayo ni dua iliyofunuliwa, rabbi kullu shay'in khadimuka rabbi fahfazni wansurni, yani Mola atulinde na atusaidie na aturehemu, ये दुआ भी आजकल बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है। मुझे भी इस दुआ की तरफ खास तवज्जो na aendelee kutupatia wema ya dunia na ya akhera. खास तौर पर Inatakiwa tufanye dua hii pia. अल्लाह ताला हर अहमदी को Mimi pia nimekumbushwa sana kuhusu dua hii, kwa hiyo kila mwanajumuiya anatakiwa afanye dua hii sana. Mwenyezi Mungu amlinde kila mwanajumuiya katika kila shari. पर कायम फरमाए, लफ्ज़ों और गुनाहों को माफ फरमाए, Mwenyezi Mungu atupatie wema ya dunia na akhera. हमेशा बचाए।
sisi tuendelee kufanya wema, पाकिस्तान के अहमदियों को भी खास asamehe madhambi yetu अपने जायजे लेते na makosa yetu na atusalimishe tusifanye makosa. नमाजों में Nataka kuwaambia wanajumuiya wa Pakistan kwamba wao wachunguze amali zao दुआओं की na पैदा करे, wafanye dua hii sana katika swala zao. दुआ को कमाल तक पहुंचाए। Kila mwanajumuiya अल्लाह ताला awe na roho ya maombi kama aliyosema Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba tufanye maombi haswa na kwa kama inayotakiwa. Mwenyezi Mungu atusaidie tuweze kufanya hivi, kama alivyosema kwamba katika Karachi mwanajumuiya moja aliuawa katika bom. जनाजा गायब Vile vile katika Pakistan बात पढ़ाऊंगा mtumishi mmoja wa Pakistan wa jumuiya pia amefariki. जो Baada ya swala ya Ijumaa nitaswalisha jeneza yao hao wote wawili. मुनादर बख्श Naeleza muhtasari ya maisha yao. Aliyeuawa ni bwana Bashar Abbasi saheb, maana wa Nadir Bakhsh Abbasi saheb. खानदान में आपके Tarehe 3 wa Machi 2013 alifariki. Bashar Abbasi familia yake, katika familia yake babu yake अहमदी ताई उन्होंने हज़रत मसीह bana Twangar alijiunga na jumuiya katika mkono wa Sayyidina alayhi salatu wassalam. उनका खानदान का ताल्लुक अलीपुर खेड़ा या खीड़ा यूपी इंडिया से था। Familia yake ilikuwa mwenyeji wa Alipur Kheda wa India. सादिक आरिफ साहब और मुकर्रम मोहम्मद यूसुफ साहब गुजराती दरवेश Katika familia yake wajomba wake Muhammad Sadiq na Muhammad Yusuf Gujarati walikuwa darwesh wa Qadian. भाई Babu yake alikuwa katika jeshi la India na baada ya kustaafu alihamia Qadian na alikuwa inspector wa Baitul Mal kule Qadian. Bashar Ahmad Abbasi shahid की गरज से 1982 में mwaka 68 alizaliwa katika Gujranwala. Umri wake ulikuwa miaka 45. 82 alienda Karachi kwa ajili ya kazi. मार्च 2013 Wakati alipouawa alikuwa akifanya kazi katika kiwanda cha kutengeneza nguo. एक बम धमाका हुआ, Tarehe 3 wa March 50 से ज्यादा अफराद baada ya swala ya Maghrib जख्मी हुए। katika Ambas Town bom ililipuka na zaidi ya watu 50 waliuawa na wengi walijeruhiwa. घर से निकले Na bana Bashar alikuwa akiishi katika Ambas Town. Dakika 5 kabla ya tukio lile alitoka kwa ajili ya kununua madawa na alifariki kwa sababu ya bom. Na mahali ambapo bom lilipuka alikuwa karibu sana. Bana Bashar alikuwa karibu sana ile mahali ambapo bom ililipuka. Mwanzoni ilionekana kwamba amepotea mahali, lakini baadaye kwa kupata simu ilijulikana kwamba amefariki. Alikuwa akiwatendea vizuri ndugu zake. Ameacha mkewe na binti mmoja Khadija Bashar, umri wake ni miaka 12 na ameacha mtoto mmoja Nadir Bakhsh, जो है umri wake ni miaka 10. बात के एक देगन खातिम Na vile vile ameacha ndugu watatu. डॉक्टर Jeneza ya pili साहब ni mtumishi wa jumuiya 3 मार्च wa muda mrefu 2013 bana Dr. Sayyid Sultan Muhammad Shah Saheb. अल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। Tarehe 3 wa March 16 अक्टूबर 1913 2013 katika umri wa miaka 90 amefariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. हजरत सैयद Tarehe 16 Oktoba 1923 katika Sheikhpur alizaliwa. Hadrat Sayyid Sardar Ahmad Shah Sahab aba yake alikuwa sahaba wa Sayyidina alayhi salatu wassalam, और से पीएससी करने के बाद 1946 में na baba yake alimtoa wakfu kabla ya kuzaliwa kwake. केमिस्ट्री Katika Islamia College Lahore alipata degree ya BSc. Katika mwaka 1946 katika Aligarh University alipata degree ya MSc. Baada ya kufanya MSc, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu alikuja kwake. कर दिया। Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu alimpatia majukumu ya kutoa कॉलेज के इब्तदाई असातिज़ा masomo ya chemistry katika Talimul Islam College. जुबरा Alikuwa na sifa hii kwamba alikuwa mwanzilishi wa walimu wa college, और 1958 में यूनिवर्सिटी ऑफ na katika Pakistan pia aliendelea kusomesha पर टीआई कॉलेज रफा में katika mwaka 58 alipata degree ya PhD katika London. Baada ya kurudi kutoka London katika TIG College aliendelea kufundisha chemistry. 63 alikuja tena London na 64 और इसी तरह katika London University alipata post doctorate. हेड ऑफ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट
कुछ अरसे तक इंचार्ज प्रिंसिपल का काम किया 64 mpaka 78 aliendelea kuwa profesa katika TI college हुकूमत ने जबरदस्ती katika mwaka 72 wakati college na shule iliponyanganywa na serikali ya Pakistan फिर wakati huo तो कॉलेजों में alihamishiwa Gordon College Pindi उसके बाद उन्होंने रवा के तालीमी इदारों की हालत देखते हुए aliwahi kuwa principal katika college mbili na mwaka 86 alistaafu baadaye kwa kuangalia hali ya shule za Rabwa alifungua shule nursery na high school के स्कूल बड़ा अच्छा काम करते रहे बच्चों को संभालते रहे na kwa muda mrefu डॉक्टर साहब इंतहाई सादा mpaka jumuiya ilipofungua shule aliendelea kufundisha katika shule hizi. Dr. Saab alikuwa mnyenyekevu sana, alikuwa akiwasaidia watu हर एक के साथ बड़ा waliokuwa wakitaka msaada, था मशवरे बड़े wale waliokuwa hawana uwezo wa kupata masomo alikuwa akiwasaidia कॉलेज ब्रैक na alikuwa akiwatendea vizuri watu na alikuwa akitoa ushauri mzuri kila wakati. Jamia Nusrat College सबने करवाई थी block ya science iliyojengwa wakati wa halifa wa pili wa tatu. Halifa wa tatu aliposema yeye bwana Dr. Saib alitoa gharama yake yote ya block ya science. Aliwahi kuwa secretary Islah Shah wa Lahore. खिलाफ से इनका बड़ा गहरा 56 aliwahi kuwa qaid wa Khudamul Ahmad ya London. Vile vile alitumikia katika idara mbalimbali. Alikuwa akipenda sana uhalifa. Alimeacha mabinti wawili na watoto wavulana wawili. Huzuru anasema alikuwa akiwafundisha katika njia iliyokuwa nzuri sana. Mimi pia nimesoma kwake. बड़ी सादगी थी इनके लिखने वाले ने लिखा है मुजीब अफसर साहब ने Alikuwa akiwafundisha wafunzi kama ni marafiki zake. Mujib Asghar Saheb ameniandikia kuhusu yeye kwamba safari moja katika Langar Khana tulikuwa देने लगे तो उनका na tunafanya kazi na alikuja kwa ajili ya kupata chakula kwa ajili ya wageni खिलवाड़ कमीज पहनी हुई थी na aliambiwa kwamba alete kitambaa kwa ajili ya kupata machapati. Akasema msikuleta kitambaa, alikuwa amevaa kanzu. कार नहीं था कि Kwa hiyo उठा के akaweka kanzu yake mbele na akasema weka chapati katika hii, na सादगी थी इसलिए alikuwa hana kibri hata kidogo kwamba mimi nachukua nabeba chapati hivi kwa ajili ya wageni wa Sinam al-Islam. सबर Alikuwa mnyenyekevu sana. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema na mghofirie, na vile vile amghofirie shahid na awapatie watoto wake subra. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.